Mtazamaji wa Bwigane TV kutoka Afrika Kusini, ambapo Simba wanafanya maandalizi ya mwisho kabisa kwa ajili ya kucheza mchezo wao wa kombe la shirikisho barani Afrika. Nikwambie tu kwamba siku hii leo kumekuwa na moja ya matukio makubwa kwelikweli, na tukio hili linahusisha Simba pamoja na Jarrot Investment pamoja na Diadora. Diadora hii ni kampuni ambayo imekuwa na utaratibu wa kutengeneza vifaa vya michezo vya kampuni mbalimbali. Sasa tukio gani ambalo limefanyika hii leo? Ni tukio linalohusiana na kampuni hii ambayo iliingia udhamini na Jarrot kwa maana pia na Diadora, hususan kwenye masuala ya kutengeneza pia vifaa vya michezo kwa upande wa Simba. Sasa akizungumza Ahmed Ally hii leo, kuna mambo kadhaa ambayo amezungumza na kuyaweka wazi kabisa. Sasa yeye amezungumza kwamba hii leo anashukuru kwa Jarrot kwa kuiheshimisha na kwenda kuwaletea brand ambayo itatambulika kimataifa, na ameamua kuongezea thamani zaidi ya jezi Simba kwa kuletea brandi kubwa ya Diadora ili timu iendelee kufahamika zaidi. Yeye ni msemaji huyo Ahmed Ally amezungumza, lakini kwa upande wake Hamisi Mwinjuma, naibu waziri wa utamaduni, sanaa na michezo, amesema kwamba yuko na amekuja akiwa na furaha kushuhudia utekelezaji wa mkataba kati ya Simba na Jarrot walioingia wiki mbili zilizopita, akiwa kama mgeni rasmi, na ameshangazwa na jambo hilo la kutekelezwa kwa haraka kama ilivyoahidiwa, na ameipongeza pia kampuni ya Jarrot kwa kuanza mapema utekelezaji. Lakini sasa zaidi haya yote yanafanyika katika nchi ya Afrika Kusini bwana, na tunatambua pale kutakuwa na mchezo, na nikwambie tu mchezo wa awali Simba yeye alitoa pata ushindi wa goli moja, na pressure imeendelea kuwa juu, tukishuhudia mashabiki wakiwa wamesafiri kutoka maeneo mbalimbali wakienda Afrika Kusini. Lakini hata kule ambapo Simba wanafanya mazoezi kwa hivi sasa tumeshuhudia pia hamasa ikiwa inaongezeka zaidi, watu wakiwa wanatoa tathmini yao, wengi wakiipa nafasi Simba, wengine baadhi yao wakiipa nafasi wapinzani wa Simba kwa maana Stellenbosch, kwamba huenda wakapata ushindi kwenye mchezo wa marudiano. Sasa yote kwa yote ni kwamba itakwenda kufahamika siku ya mchezo ambao utatoa mshindi atakayekwenda katika hatua ya fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Ni imani ya wanasimba wengi, wao wanatamani kuiona timu ya Simba ikiwa inaenda katika hatua ya fainali, na huenda pia ikafanya vizuri hata kuhakikisha kwamba wanachukua angalau ubingwa wa kombe la shirikisho. Nikwambie tu kwamba Simba wamekuwa na muendelezo wa kufanya vizuri kwenye mechi za hivi karibuni kunako anga za kimataifa, na jambo ambalo limeshuhudiwa mara kadhaa ni kutokana pia na ubora wa kikosi hicho wanapokuwa nje ama ndani ya ardhi ya Tanzania, kwa maana iwe ugenini ama nje ya mipaka ya Tanzania. Tukio kubwa ambalo limefanyika kwa upande wa Simba ni kutambulishwa Diadora, yeye akiwa naendelea pia kutengeneza vifaa kishirikiana na Jarrot. Sasa hii Diadora ni kampuni kubwa, ni kampuni ambayo imevarisha baadhi ya timu ikiwemo pia timu za taifa, lakini pia matukio mawili ambayo yanatazama mara baada ya hili la kutambulishwa huyu Diadora, hii kampuni, kingine ambacho kinatazamwa zaidi ni kwa namna gani Simba anakwenda kufanya nini akiwa nje ya Dar es Salaam. Ni matokeo ya aina gani ambayo Simba huenda akayapata katika mchezo ambao anakwenda kucheza dhidi ya Stellenbosch pale Afrika Kusini. Kwambie tu kwamba maandalizi ya Simba ambayo yanafanyika ni maandalizi makubwa kwa kweli, kila timu ikiendelea kujiandaa kwa upande wa Simba, lakini pia kwa upande wa timu mwenyeji Stellenbosch, ambapo shauku imekuwa kubwa kwa Watanzania ambao wamesafiri kutoka nchini Tanzania. Wapo ambao pia wanaishi Afrika Kusini wakishuhudia maandalizi makubwa kwelikweli ambayo Simba wanayofanya tayari kwa ajili ya kwenda kuhakikisha kwamba wanaipeperusha bendera ya Tanzania kunako mipaka ya kunako mipaka ya kimataifa. Je, unaiona Simba ikipata ushindi?